Habari za leo nitakuletea dalili za acid reflux ambazo watu wengi wamekuwa wakizipuzia na watu wengi wamekuwa wakiendelea kuteseka kwa muda mrefu bila kujua ni dalili hatari kwao. Ni dalili ambazo zimekuwa wengi wameshindwa kutambua kama ni changamoto ya acid reflux. Kwa hiyo leo tutakuongelea moja kwa moja dalili zinazoashiria una changamoto ya acid reflux. Na ndugu zangu, tunapoongelea acid reflux tunaongelea acid kurudi, tunaongelea tindikali kuweza kurudi kifuani. Tindikali inapokuwa inarudi kifuani, kitaalamu ndio hiyo tunaita ni acid reflux. Sasa ni dalili zipi ambazo zinaashiria kwamba tindikali inarudi kifuani? Ni dalili zipi zinazoashiria kwamba tindikali inapanda kifuani au nyongo inapanda kifuani? Kaa hapa tuende pamoja. Kama hujanifollow hakikisha unanifollow. Kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya, basi hakikisha unatuuliza, usiache kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya ambazo tumekuwa tukituma kila siku. Tunapoongelea acid reflux, zimekuwa ni acid, imekuwa ni changamoto kubwa sasa hivi, sio kwa watoto, sio kwa watu wazima, sio kwa vijana, sio kwa wazee, imekuwa ni changamoto kubwa. Hizi ndo dalili ambazo zenyewe ukiziona basi jua una changamoto ya acid reflux. Dalili namba moja inayoashiria kwamba una changamoto ya acid reflux ni maumivu kwenye chembe ya moyo. Mara nyingi umekuwa ukipata changamoto ya kuumia kwenye chembe ya moyo. Umekuwa ukijiuliza, mbona napata maumivu makali kwenye chembe ya moyo? Hiyo chembe ya moyo ikiwa inaendelea kupata maumivu makali, jua ni dalili mojawapo inayoashiria kwamba acid inapanda kifuani. Lakini pia dalili namba mbili, unapata maumivu makali ya kifua. Mara nyingi unahisi kwenye kifua chako ni mzito, unahisi kifua chako kama vile kimebeba mawe, unahisi kifua chako kama kimebeba misumari. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya acid reflux. Acid inapopanda kifuani imekuwa ikiunguza kifua. Acid inapopanda kifuani inasababisha umpate maumivu makali ya kifua. Kwa hiyo unapata maumivu makali ya kifua ni kwa sababu acid imekuwa ikipanda kifuani. Mara nyingi unakuta kifua kinaumia na mengine kinaumia mara tu baada ya kula. Ni changamoto ya nini? Hiyo ni sababu ya dalili mojawapo inayoashiria kwamba una acid inapanda kifuani. Dalili nyingine inayoashiria kwamba moja kwa moja unateseka na acid reflux kimya bila wewe kujua ni maumivu, kupata maumivu ya shingo, kupata maumivu ya mgongo, kupata maumivu ya kiuno na mabega. Umekuwa ukijiuliza, mbona mabega yangu yanapata shida? Mbona mabega yangu yanaumia? Mbona shingo yangu inaumia? Maumivu ya mgongo na kiuno yanatokea wapi? Hiyo ni acid inapopanda kifuani inasababisha maumivu ya mabega, shingo, unajiuliza na mgongo na kiuno. Kwa hiyo unapata maumivu ni kwa sababu ya acid reflux. Acid inapopanda kifuani inakupa haya maumivu ambayo tumekuwa tukiendelea kuyapitia mara kwa mara. Dalili nyingine inayoashiria kwamba una changamoto ya acid reflux ni kuhisi kuna kitu kinakukaba kooni. Unahisi kama kuna kitu kinakukaba. Tena pengine unaweza ukafikiri labda kuna mtu anakushika kwa nje hivi anakukaba kama ambavyo unajishika hivi. Unajiuliza ni kwa nini? Hiyo ni acid inapanda kifuani. Acid inapopanda kifuani ndio maana watu wengine wamekuwa kiita kaba. Watu wengine wamekuwa kijiita nakwambia wanajiita kaba. Ni kwa nini? Kwa sababu acid inajisikia kama kuna kitu kimekukaba kooni. Dalili nyingine ya acid reflux, unakula chakula unahisi akishuki. Yaani unakula chakula unahisi kama kinabaki kinabaki kooni, au pengine unasikia kinabaki kwenye kifua, kama chakula kila kishuki moja kwa moja tumboni kama vile kinabaki kifuani. Kwa nini unahisi kama chakula kinabaki kifuani? Ni kwa sababu ya acid imekuwa ikipanda kifuani. Ni kwa sababu ya acid imekuwa ikibaki kifuani mara kwa mara. Ndio maana wengi tumekuwa tukiendelea kuteseka, ndio maana wengi tumekuwa tukiendelea kuangamia bila kujua. Unapohisi chakula kishuki ni kwa sababu ya acid reflux. Lakini dalili nyingine, unahisi kucheua. Unacheua vitu vichungu, unajisikia kama vile gesi acid inatoka tumboni, nyongo inatoka tumboni inapanda kifuani. Ndio maana umekuwa ukihisi kucheua. Kwa nini unahisi kucheua? Ni kwa sababu ya acid reflux. Ina maana ile valve inaunganisha chakula na tumbo tayari haifanyi kazi yake. Tayari haiwezi kuzuia acid kurudi kifuani. Ndio maana unahisi kucheua. Wengine wanasema kubekua, wengine wanasema kubeua. Moja kwa moja ni ile tunamaanisha hali. Kwa hiyo unapohisi ile hali ya kucheua, ile hali ya kubekua, ile hali ya kuhisi kama chakula kinatoka tumboni kama kinarudi kifuani, hiyo ni dalili nyingine inayoashiria una changamoto ya acid reflux. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi. Unakuta wengine wamefikia hatua unahisi moja kwa moja mapigo ya moyo yanaenda mbio. Nao watu unakuta mara kwa mara amewahi kwenda kuchunguza pressure, amewahi kwenda kuchunguza changamoto ya moyo, na hizo changamoto hana kabisa. Hana changamoto ya moyo, hana changamoto ya pressure. Unajiuliza kwa nini amekuwa na changamoto hizi? Hii changamoto inatokana na nini? Ndugu zangu, kama uko hapa imefikia sehemu mapigo ya moyo yanaenda mbio,
umeenda kucheki pressure huna, umeenda kucheki changamoto ya moyo hauna, rudi ukachunguze acid reflux. Na huenda acid kama inaambatana na gesi kifuani, kiungulia kifuani, unakuta mara zote inaambatana na kiungulia kikali kifuani. Kwa nini unapata kiungulia kikali kifuani? Ni kwa sababu ya acid. Kwa hiyo unapata gesi kifuani, ni kwa sababu ya acid reflux inaendelea kupanda. Acid reflux imekuwa ni changamoto kubwa, imekuwa ikiendelea kututesa mara kwa mara. Ni kwa nini? Ni kwa sababu inasababisha pia, pengine unaweza ukajua umebeba magonjwa mengi. Lakini pia acid reflux inaweza ikasababisha kuhisi mdomo wako umejaa mate. Unasikia kama mdomo wako umejaa mate machungu, unajisikia kama vile kuna mate mate ni machungu, na pengine mdomo wako unakuta hauna ladha. Unaweza ukajua mdomo kama una aloe vera, au mdomo unaweza ukasikia kama vile umeweka chumvi, yani mdomoni kwako umejaza chumvi. Ni kwa nini? Ndugu zangu, unapopitia dalili hizi, hii ni acid reflux, ni taarifa unayopatiwa kwamba acid inapanda kifuani. Ndio maana mdomo wako ni mchungu, ndio maana unaweza ukajua kama mdomo wako kama una aloe vera, au unaweza ukahisi kama mdomo wako una aloe vera au pengine una chumvi. Ni kwa sababu ya acid inapanda kifuani. Sasa wengi imekuwa mkipitia dalili hii, na wengi imekuwa mkiendelea kupitia dalili hii. Unapoona mdomo wako unakuwa haueleweki, raza hauna raza, ni acid reflux. Lakini wengine wameenda mbali zaidi, unahisi pia ulimi unaanza kupata vidonda, na pengine vinatoka na damu kabisa, ni acid hiyo. Na meno yanaanza kuoza, unakuta mwingine anaanza kuunguzwa kwenye lips humu, hiyo ni dalili ya acid reflux. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi, unakuta mdomo anapoongea unaweza kujua kuna kitu kimeuza tumboni, hiyo ni dalili ya acid reflux. Ni changamoto ambayo imekuwa ikiendelea kututesa, ni changamoto ambayo imekuwa ikileta shida kwa watu wengi, na watu wengi hawajui, na watu wengi wamekuwa kiendelea kuishi nazo. Lakini pia acid reflux inasababisha kuona kwa shida, uoni hafifu. Yaani unakuta maandishi madogo huwezi kuyasoma, yaani maandishi madogo huwezi kuyasoma. Kama maandishi haya, unakuta mtu kama maandishi haya hawezi kuyasoma kabisa. Umekuwa jiuliza kwa nini siwezi kusoma? Ni acid reflux. Wengine wameenda mbali zaidi, acid inapochoma eustachian tubes, masikio, usikii, mara zote unasikia miruzi, mara zote unasikia masikio yanaunguruma, mara zote unasikia kama vile yameziba. Acid hiyo inachoma eustachian tubes. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi, unahisi makohozi, unahisi kikohozi, pengine unapata kikohozi kikavu, unasikia kama vile kuna vitu vinakupata unataka kuvitoa kama vile kuna punje hapa. Ni kwa nini? Kwa sababu acid inapanda kifuani. Watu wengi wamekuwa wakipitia changamoto hii. Lakini pia wengi wameenda mbali zaidi, unakuta mbavu zako, unakuta kama mbavu zako kuna vitu vinachomwa, na wanawake wengi wamefikia sehemu wameenda kucheki kansa ya matiti. Unakuta chini ya ziwa, kwenye mbavu chini ya ziwa, maumivu makali sana, unasikia kama moto unaunguza, ni dalili ya acid reflux. Lakini pia unapokuwa unakula chakula kinashuka kwa shida, lazima mpaka unafikiria sehemu unaanza kutumia chakula ambacho kama vile kimekorogwa kama mtori au kama uji, ndio kinapita hapa. Kingine kinakupa maumivu kwa sababu koo limeshakauka, koo limeshakuwa na madonda, unapata maumivu makali. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi, unakuta moto muda wote, unasikia mwili wako unawaka moto mpaka unajimwagia maji ya baridi at least moto uishe. Lakini wengine pia unahisi kama kuna vitu vinatembea, umeshaanza kupata ganzi kwenye mikono, umeshaanza kupata ganzi kwenye miguu. Hiyo ni dalili ya acid reflux, ni dalili ambazo watu wengi wamekuwa kiendelea kuteseka nazo. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi, unakuta inapochoma vagus nerves unahisi kuchanganyikiwa, unahisi kufa, unahisi kuchizika, unakuwa na stressi, unakuwa na hasira, unakuwa ni mtu mpweke. Hizi zote ni dalili za acid reflux, na ndio maana wengi hapo unakuta anaenda kwa mganga wa kienyeji. Kama usipokuwa na imani iliyo thabiti, lazima utajikuta unaenda kwa mganga wa kienyeji. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wengi tumekuwa tukiishi na hii changamoto ya acid reflux. Inapochoma vagus nerves ni hatari kwa afya, na ndio maana wengi tumekuwa tukipitia changamoto hizi. Ndio maana wengi tumekuwa tukiendelea kuumia na sababu changamoto ya acid reflux. Sijajua wewe unateseka na changamoto ipi, lakini pia wengi unakuta mara zote wameteseka kwa muda mrefu, wameumia kwa muda mrefu, na wamejaribu kutafuta suluhisho, bado hawajapata suluhisho. Ndugu zangu, unapokuwa na acid reflux, chanzo kikubwa kinachosababisha acid reflux huwa ni valve inayounganisha kora chakula na tumbo. Bila kuhakikisha unapata tiba sahihi ya ile valve inayounganisha kora chakula na tumbo, ni ngumu sana kupona changamoto ya acid reflux. Ndio maana wengi wanazidi kuteseka, ndio maana leo wanazidi kuangamia. Na namna ya kuondokana changamoto ya acid, namna pekee ni kuweza kutibu ile valve inayounganisha kora chakula na tumbo. Kwa hiyo kama bado unateseka na acid reflux, usiache kutafuta suluhisho, kwa sababu madhara yake ni makubwa.
makubwa, inasababisha kansa ya koo, inasababisha ugumu kuweza kumeza, unakuta chakula kiwezi kukaa hapa, lakini pia inafikia sehemu unakonda. Kwa hiyo kama unateseka na acid reflux, hakikisha unapata tiba sahihi ya kuimarisha valvu inayounganisha koo la chakula na tumbo. Kwa hiyo kama bado unateseka, umetumia tiba nyingi hujawahi kukaa sawa, basi hakikisha andika neno acid hapo pia, ili tuweze kuwasiliana moja kwa moja. Hakikisha unatufollow, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.